Mtoto aliyepotea sehemu ya 9. Karibu katika mwendelezo wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Simulizi inaelezea historia ya mtoto kitajiri aliyepotea na kulelewa katika familia ya kimaskini. Tuungane katika safari yetu ya simulizi hii mwanzo hadi mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Anayetuelezea kisa hiki ni mzee anayefahamika kwa jina la Mzee Daudi Sensema, mkazi wa ukoo mkoani Mwanza, katika mtaa mmoja unaofahamika kwa jina la Nyamongolo. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Daudi tayari ameshafanikiwa kumuona binti yake Neema, lakini Neema kwa sasa yeye anajitambua kwamba anafahamika kwa jina la Upendo, na anachokijua ni kwamba baba yake alimtelekeza mama yake kipindi yeye akiwa mdogo. Hivyo anaamini kwamba babake yupo, lakini babake si tajiri kama alivyokuwa Mzee Daudi. Lakini Mzee Daudi amejithibitishia kwa macho yake. Amethibitisha kwa kuangalia lile kovu ambalo lilikuwepo mkono wa kushoto na kugundua kwamba lipo kwa Neema, na kidoti katika upande wa bega la kushoto pia aliona pia kidoti hicho kipo katika mwili wa Neema. Basi Mzee Daudi kwa kuogopa kumpoteza tena kwa mara nyingine binti huyu, akaamua kumchukua na kumhifadhi yeye pamoja na mamake mlezi ambaye ni Maria, na kumweka nyumba moja ambaye anaishi dokta. Alifanya hivi ili kusubiri majibu ya DNA. Kama majibu yatatoka kwamba yule binti si binti yake, basi alikuwa radhi kumwachilia aende, lakini aliapa ndani ya moyo wake kwamba yule ni lazima atakuwa binti yake, na hata kama majibu yatatoka vibaya, basi yuko radhi achukue vipimo akapime nje ya nchi, ili mradi tu ajihakikishie kwamba ni kweli yule sio binti yake. Basi wakati hayo yote anaendelea, Akramu alibahatika kwenda nyumbani kwa Mzee Daudi. Alienda kutoa malalamiko kwamba Diana amemfanyia kitu cha kikatili sana. Amemfanyia ukatili wa kuweza kumuondoa mwanamke ambaye anampenda, na akaenda kufanya tukio la ajabu nyumbani kwao, hali iliyopelekea binti yule kushindwa kumlipa gharama Diana, na Diana akaamua kutumia udhaifu huo kwa kuchukua eneo la kina Neema ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo, na kumpeleka katika ofisi yake ili akafanye kazi ndani ya miaka 5 pasipokuwa na malipo yoyote. Lakini wanasema siku zote kisichoridhiki hakiliki. Diana alifanya kila njia ili kumrudisha Akram katika mikono yake, lakini kadri alivyokuwa anazidi kumsogeza Akram katika mikono yake, ndipo alipokuwa akimtengenezea Neema njia rahisi ya kuweza kukutana na babake pamoja na familia yake. Basi baada ya maongezi yale jioni ile, Mzee Daudi alijiuliza sana. Swali la kwanza ambalo alijiuliza ni kwamba binti yake Diana anawezaje kutoka nje ya mkoa na kwenda kufanya matukio ya ajabu kama yale? Na kama aliweza kutoka na mamake ambaye ni Elizabeth hajampa taarifa yoyote Mzee Daudi, maana yake kwamba kuna mambo mengi mazito ambayo yanaendelea nyuma ya pazia ambayo Mzee Daudi hayafahamu. Hivyo Mzee Daudi akawa na kazi nyingine tena ya kufanya. Ikabidi moja kwa moja aanze kumchunguza mke wake pamoja na Diana. Lakini kuna ushauri ambao aliukumbuka ambao dokta aliwahi mwambia Mzee Daudi. Aliwahi mwambia kwamba mtu ambaye ni adui katika familia yako yupo hapo hapo katika familia yako. Huenda pia ni mtu wa karibu sana na unayemwamini sana. Na dokta yule alisema, siwezi kusema kwamba adui yako ni watoto zako, lakini ninachoamini kwamba adui yako ni mpita njia. Naongea haya ni kwa sababu umenipa maelezo mengi, hususan katika kifo cha mke wako ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Suzi, na yule ambaye alikuwa rafiki yake pete na kidole ndio yule ambaye kwa sasa umemfanya kuwa mke. Na tukichunguza kwa uzuri zaidi kifo cha mke wako Suzi, ni kwamba ilionekana kwamba mke wako alikuwa anatumia dawa ambazo zilikuwa zinamwathiri kidogo kidogo, na dawa hizi zinaonekana kwamba alikuwa anazitumia katika chakula. Lakini katika upelelezi naweza kusema kwamba huenda huyo rafiki alikuwa anakuja mara kwa mara nyumbani kwako na kuweza kumwekea madawa rafiki yake ili aweze kutimiza hatima yake ya kumuondoa duniani rafiki yake ili na yeye aweze kuolewa. Mara ya kwanza Mzee Daudi hakumwamini dokta kwa maelezo yake haya. Ni kwa sababu aliamini kwamba Elizabeth alikuwa ni rafiki mzuri sana kwa mke wake yule wa kwanza ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Suzi, ambaye ndiye mama yake na Neema pamoja na Zakaria na Musa. Basi Mzee Daudi akaanza kuyachanganya maelezo haya. Hivi kweli? Hivi inaweza ikawa ni kweli? Hata kifo cha mke wangu kilikuwa na utata. Na kwa nini baada ya miaka 2 ndipo ajali ije tokee
tena ikimhusisha mtoto wangu, na mtoto wangu kwa nini aharibiwe vibaya? Na nikikumbuka ile maiti ilionekana imepondwa kwa makusudi na mtu ambaye alidhamiria kufanya tukio hili. Inawezekana ni kweli Elizabeth yupo nyuma ya tukio hili. Kisha mzee Daudi akajiapiza kimoyomoyo, akasema kwamba Elizabeth, kama nikigundua kwamba ni wewe uko nyuma ya haya yanayotokea katika familia yangu, hakika na kuahidi sitakusamehe hata mara moja. Haijalishi tumepitia nyakati gani mimi na wewe. Haijalishi tumepitia nyakati za furaha mara ngapi mimi na wewe. Haijalishi unanionyesha upendo wako feki mbele yangu. Elizabeth, nikigundua kwamba wewe ndio chanzo cha kupoteza furaha yangu, na kuahidi sitakuacha salama. Basi mzee Daudi ikabidi aanze kufanya upelelezi wake kimya, lakini ikabidi pia amtafute Akram ili aweze kuongea naye. Basi siku moja mzee Daudi akaenda nyumbani kwa kina Akram. Lengo na dhumuni alitaka kumshirikisha rafiki yake ambaye ni babake Akram ili aweze kumshauri kulingana na matukio yote ambayo yanatokea katika familia yake. Basi alipofika alimkuta Akram pamoja na babake. Akram akamwambia, "Oh baba, karibu sana." Mzee Daudi akasema, "Oh, asante kijana wangu. Leo naona upo katika hali ya furaha. Vipi? Umebahatika kumpata huyo mpenzi wako ambaye anafahamika kwa jina la Upendo?" Babake Akram akashtuka. Mzee Daudi, hata wewe tayari umeshajua kwamba kijana wangu ameshapata mpenzi mwingine? Unajua nilikuwa natafuta ni namna gani ya kuweza kukuambia ili uweze kunielewa kiurahisi kabisa. Unajua huyu ni kijana, yani amenichanganya kabisa. Yani nilikuwa na hofu kwamba anaweza kuharibu urafiki wetu tulioujenga kwa miaka mingi sana kwa sababu ya tamaa zake za kipuuzi. Bwana, si nilimtuma kule Kilimanjaro aende akatafute maeneo, nilitaka nikawekeze biashara zangu kule. Kaenda kule akakutana na binti wa watu wa kimaskini. Binti yule hajionyesha dhahiri kwamba anampenda, ni binti mwenye msimamo, lakini yeye anasema atafanya kila njia ili mradi ampate binti yule. Yani nashindwa kuelewa, yani vijana wa sasa tunawachagulia chaguo lililo sahihi, lakini hamtaki kuelewa. Ndio maana migogoro na matukio ya ajabu hayaishi katika ndoa zenu, kwa sababu huwa mnaangalia sura na mashepu ya wanawake. Ndio maana mnatafuta bora wanawake katika maisha yenu. Mzee Daudi akasema, mzee mwenzangu, mimi kwa upande wangu pia naweza nikasema kwamba nipo sambamba au niko pamoja na kijana wako Akram. Ni kwa sababu kwa siku hizi mapenzi ni hisia, yani mapenzi ni upofu. Hawezi jua Mungu alidhamiria nini kumkutanisha kijana huyo Akram pamoja na binti huyo ambaye anafahamika kwa jina la Upendo. Babake Akram akasema, kwa hiyo na wewe mzee mwenzangu umeridhia? Akasema, mimi ndio nimeridhia. Lakini bwana, kuna kitu ambacho nilitaka tuzungumze sisi wawili. Au wengine wangetupisha. Akram akasema, sawa mzee, haina shida, karibu sana. Unajua siku ile tu nilikuwa tu na hasira, niligadhabika kulingana na kile kitendo ambacho amenifanyia binti yako. Mzee Daudi akasema, haina shida kijana wangu, naelewa nini ambacho unakimaanisha. Najua nini ambacho unakipitia kwa wakati huu. Unaweza tu katupisha ili mimi niweze kuongea na babako. Akram akasema, sawa, basi mimi niwapishe niendelee na mishemishe zangu zingine. Basi baada ya Akram kuapisha, mzee Daudi akamwangalia babake Akram, kisha machozi yakaanza kumtoka. Babake Akram akashangaa. Akasema, Daudi, vipi bwana? Sijakuzoea katika hali hiyo. Kwa nini unatoa machozi? Unanitisha rafiki yangu. Kipi kizito ambacho kimekusibu rafiki yangu? Niambie, usilie. Wewe ni mwanaume, unatakiwa kujikaza. Mzee Daudi akasema, unajua rafiki yangu, wakati mwingine ili kutoa mazito ambayo tupo nao katika mioyo yetu ni kutoa machozi. Ni kwa sababu hatuna njia nyingine ya kuweza kutoa maumivu haya ambayo tumeyabeba kwa kipindi kirefu sana, na maumivu ambayo tunapatiwa na watu ambao tunaamini ni watu wa karibu katika maisha yetu. Tunaamini kwamba ni watu ambao ni washauri wakubwa katika maisha yetu. Babake Akram akauliza, kwa nini mzee mwenzangu unaongea maneno hayo makali? Mzee Daudi akasema, yani baba Akram, uwezi amini. Si unakumbuka kipindi kile nilikwambia kwamba yule binti ambaye alifariki miaka 20 nyuma iliyopita kwamba nina mashaka kwamba yule sio binti yangu? Baba Akram akasema, ndio nakumbuka. Uliniambia kwamba kuna uchunguzi ambao unaufanya. Kuna madaktari ambao umewatafuta na umeyalipa pesa kwa ajili ya uchunguzi ule. Mzee Daudi akasema, ndio, nilifanya hivyo. Lakini kati ya madaktari 5 ambao niliwatafuta kwa ajili ya kunifanyia uchunguzi, ni daktari mmoja tu ambaye nilimpata ni mwaminifu na akanifanyia kazi yangu mpaka akafanikisha. Baba Akram akasema, we, usiniambie. Ikawaje? Mzee Daudi akasema, ndio naendelea kuongea mzee mwenzangu. Ni kwamba yule binti ambaye tulimzika miaka 20 iliyopita
ni kweli yule hakuwa Neema, bali ulikuwa ni mwili wa mtoto mwingine ambaye alivishwa mavazi ambayo yalikuwa sare na Neema, na inaonekana dhahiri kwamba mpango huu ulisukwa na mke wangu ambaye ni Elizabeth. Baba Akram akashtuka. Unasemaje? Kwani wewe umeajua vipi haya yote? Mzee Daudi akasema, unajua mzee mwenzangu, Waswahili walisema kwamba usione kobe kainama anatunga sheria, na simba mwenda pole ndio mla nyama. Yaani uwezi amini, kwa kipindi chote hicho nimejaribu kufanya uchunguzi wa kina. Nimewatumia viongozi wa serikali, nimetumia taasisi tofauti tofauti, kila idara, ili niweze kupata ukweli juu ya kifo cha mtoto wangu. Lakini nilichokigundua ni kwamba mke wangu yupo nyuma ya haya matukio yote, lakini bado tu sijapata ule uthibitisho wa moja kwa moja, lakini inaonekana kuna genge kubwa ambalo anashirikiana nalo. Baba Akram akasema, bado unazidi kunichanganya Daudi. Yaani ni kipi ambacho kimekufanya ukathibitisha zaidi kwamba yule binti ambaye ulimzika hakuwa mtoto wako? Mzee Daudi akasema, ndiyo, kama umesikiliza maongezi ambayo alikuwa akizungumza hapa kijana wako Akram, amekwambia kwamba wakati umemtuma Kilimanjaro kuna binti ambaye alimpenda. Uwezi amini, binti aliyompenda ni binti Neema, ni yule binti yangu Neema ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo. Na Akram hajui hichi kitu kwamba yule binti ambaye anasema anampenda ni Upendo. Baba Akram akasema, unasemaje? Mbona historia ni kama movie ya Kifilipino ambao mwisho wake sijui unakuaje? Kwani wewe ulijuaje kama huyo binti ambaye kijana wangu anampenda ndio binti yako Neema? Mzee Daudi akasema, baada ya Diana kugundua kwamba Akram amepata mpenzi mwingine, basi alipanga mipango madhubuti yeye pamoja na mamake kwa ajili ya kwenda kumteketeza binti yule. Lakini kwa kuwa binti yule aliishi vizuri na majirani, Diana akatumia mbinu mbadala. Akaenda pale nyumbani kwao kwa kigezo kwamba anatafuta maeneo ya kununua ili nayo ajiwekeze kibiashara, na akapaki gari pale nyumbani kwa kina Neema. Baada hapo akamwagiza mlinzi wake aweze kuchoma gari, na baada ya zoezi hilo kufanikiwa, Diana akamwangushia kesi moja kwa moja binti yangu Neema. Na kwa kuwa binti yangu ni mdhaifu, hana kitu chochote, amelelewa katika mazingira ya kimaskini na mama ambaye alikuwa anauza uji tu, kwa hiyo ikabidi awe mnyonge. Kwa hiyo Diana akatumia ule unyonge wa binti yangu kwa kuchukua lile eneo na kumchukua na kumleta huku jijini Mwanza ili aje amfanyie kazi ndani ya miaka 5 pasipo kumlipa kitu chochote kile. Na alitaka ili afanikishe zoezi hili, binti akiendelea kuteseka, basi ndipo amwambie kwamba achane na mpenzi wake ambaye ni Akram. Lakini mbali na yote, japo walikuwa wanafanya haya yote kwa kuuzani kwamba wanamkomoa binti asiyekuwa na maana kwa upande wao, lakini kumbe ilikuwa ndio njia sahihi ya kunisogezea binti yangu ambaye nimemtafuta kwa miaka mingi sana, ambaye mama yake alimweka mbali na mimi. Baba Akram akasema, ilikuwaje mpaka ukamgundua kwamba huyo ni binti yako? Bado niko na wewe hapo, bado sijaelewa vizuri. Mzee Daudi akasema, niligundua baada ya siku ile ambayo nilikwambia kwamba kuna vitu ambavyo nataka nikarekebishe katika kampuni ambayo anasimamia binti yangu. Baada ya kufika pale nilikuta kuna mzozo mkali, huko Diana akiwa amemsukuma mama pamoja na mtoto. Walikuwa wanazozana vikali, aliwadhalilisha vibaya sana. Kitendo kile kilinikasirisha sana. Unajua mimi rafiki yako sipendi kuona mtu akiwa ananyanyasika mbele yangu, hususan katika ofisi yangu. Basi baada ya kuuliza nini ambacho kimejiri, Diana aliniambia kwamba mama yule pamoja na binti yake wamechangia kwa kumtukana, lakini nilimpa onyo kwamba kile kitendo ambacho amekifanya si kizuri, kwa sababu yeye alinitambulisha kwangu kwamba wale ni wafanya usafi ambao walikuja kuomba msaada. Sasa ilikuja roho ya kutaka kuwapa onyo wasirudie tena kumtukana binti yangu, kwani mbali tu na kuwa na umri wake mdogo, bado ni bosi wao, wanatakiwa kumheshimu. Uwezi amini, walipofika pale ofisini kwa ajili ya kuja kutoa maelezo kwa nini wamemtukana binti yangu, ndipo nilipoonana uso kwa uso na binti yangu Neema akiwa amefanana copyright na marehemu mke wangu Suzi. Baba Akram akasema, ni kweli. Yaani kwa picha yote ambayo unaniambia hapa, inaonekana ni kweli aliye nyuma ya mambo haya yote ni mke wako anayefahamika kwa jina la Elizabeth. Kwa sababu nikianza kufuatilia tangu kifo cha mke wako, ukaribu na baada ya ndoa, baada ya miaka 2 mtoto akapotea, yani kuna kitu ambacho kipo hapa katikati. Pole sana. Inatakiwa uwe makini sana na usionyeshe udhaifu wowote au kuonyesha dalili zozote kwamba umeugundua ukweli kwamba kuna kitu ambacho mke wako anakifanya. Mzee Daudi akasema, ndio, na kingine ambacho nimegundua kwamba kipindi kile mimi nampa taarifa kwamba nimepata taarifa njema kwamba binti yangu kumbe hakufa katika ajali ile, na kuna mtu ambaye anafahamu eneo ambalo yupo binti yangu.
Kumbe Elizabeth alituma watu wamtafute ili waende kumuua binti yangu Neema. Yani alitaka kumuua binti yangu kwa mara ya pili. Lakini nitaanza vipi kumweleza binti yangu kwamba mimi sihusike katika kupotea kwake? Nitamweleza vipi? Kwa sababu wakati yupo ofisini nilijaribu sana kutoa maelezo kwamba yeye ni binti yangu ambaye amepotea. Hakutaka kunielewa hata mara moja. Kwa hiyo nilichokiamua ni kuweza kuweka katika nyumba ambayo nimemweka yule daktari ambaye amenisaidia kufanya uchunguzi na watu wengine, ili ndani ya wiki moja tumfanyie vipimo, wachukue vipimo vyangu pamoja na vipimo vyake, ili tugundue kama ni binti yangu au sio binti yangu. Lakini alama zote ambazo zilikuwepo katika mwili wake zipo na nimethibitisha hilo. Na kingine, hata wewe ukimuona kabisa unaweza ukashtuka kafikiri shemeji yako Suzi amefufuka na amekuja kuishi tena kwa mara ya pili. Baba Akram akasema, pole sana ndugu yangu, pole sana. Ama kweli kuna watu na viatu. Kuna msanii aliyowahi imba wimbo huu. Yani mwanamke yule ukija nyumbani anavyokupokea kwa bashasha tele. Kumbe ameficha sura yake kwa ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu ambaye yuko mawindoni. Jamani, pole sana. Pole sana mzee mwenzangu, lakini nikupongeza kwa kitu kingine ambacho umeweza kufanikisha kwa kutunza siri kubwa kama hii. Yani umemtafuta mtoto wako na kumpata, lakini hujamwambia mke wako na hajui kitu chochote kuhusu yeye. Mzee Daudi akasema ndio hivyo mzee mwenzangu, lakini kitu kingine nilikuwa naomba kwamba wewe endelea kumpa moyo kijana wako kwamba asikate tamaa, aendelee kumpenda binti huyu ambaye ameona ndio chaguo sahihi katika maisha yake. Huenda Mungu akutaka familia hizi zioane, yani kati Diana pamoja na Akram, kwa sababu huenda tungempoteza. Na inaonekana Diana pamoja na mamake Elizabeth wapo hapa kwangu kwa ajili ya kuchuma vitu tu. Yani najuta hata kwa nini baadhi ya vitu nilimwandikisha Diana, najuta. Lakini sio kosa lake, ni kosa la mamake, kwa sababu binti huyu nimejaribu kumwelekeza katika njia iliyo sahihi, lakini mamake yeye mwenyewe ndio aliyemharibu mtoto wake. Basi baba Akram akampa pole nyingi sana mzee Daudi kwa yote ambayo anapitia. Pia akasema hata mimi kwa hili nitashirikiana na wewe bega kwa bega, tujue mbivu na mbichi. Kwa kuwa wewe tayari umeshagundua mzizi wa tatizo, basi acha na mimi nikusaidie ni genge lipi ambalo anashirikiana nalo katika kufanya uhalifu mkubwa kama huu. Ni lazima atiwe hatiani. Ni lazima sheria ichukue nafasi yake. Haiwezekani. Jamani, kumbe huyu mwanamke ni shetani kabisa. Ni shetani anayetembea aliyejivisha ngozi ya binadamu. Akasema sawa, asante sana ndugu yangu. Ndio hichi, nimeona nimeshindwa kubeba mzigo huu peke yangu. Nimeogopa kuambia watoto zangu ni kwa sababu walianza kuonyesha mashaka tangu wakiwa wadogo. Hata sasa ningewashirikisha, basi wangekuwa na ile ya kupaniki na wangeharibu mambo mapema kabla uchunguzi kukamilika. Basi baada ya maongezi mengi kati ya mzee Daudi pamoja na baba Akram wakaagana, lakini mzee Daudi alikuwa na mawazo mengi sana. Basi siku hiyo alienda nyumbani. Alipofika nyumbani moja kwa moja alipitiliza hadi chumbani, lakini kabla ya kuingia chumbani alimsikia mke wake Elizabeth akiwa anaongea na simu. Basi ikabidi asitishe zoezi la kuingia chumbani ili asikilize ni kipi ambacho mke wake alikuwa anakiongea. Basi mke wake akawa anaendelea na maongezi. Akasema, yani wewe kweli ni mzembe. Yani mpaka huyo mtoto anakuja katika ofisi ya Diana, wewe ulikuwa wapi? Kulikuwa na maana gani ya kupandikiza watu wapelelezi kama nyie? Yani ni mzembe kabisa, sijoiona mtu mzembe kama wewe. Unafikiri hizi pesa zote ambazo huwa nakupa nazipata wapi? Nilikwambia kwamba mimi ndio ninayetakiwa kuwa wa kwanza kumpata binti huyo. Ona sasa, mzee Daudi amempata. Yani hata sijui kwamba ameamini maneno ya huyo binti kwamba ni mtoto wake au hajaamini. Vipi kama atakuwa na mipango mingine? Kisha akaendelea kutoa maagizo. Na kuambiaje? Tafuta kila kona huyo binti pamoja na huyo mama muzauji apatikane. Ala, kisha akaanza kumfokea binti yake. Hivyo una akili kweli? Ulishindwa hata kumpiga picha? Ulishindwa hata kumpiga picha huyo binti? Haya, babako amemwita. Badala kwenda kusikiliza ofisini kwa babako alikuwa anaongea nini na wale watu vijakazi wako, wewe ukaenda ofisini kwako umeenda kukaa unakinua tu meno. Umeona sasa? Kumbe yule binti ndio Neema ambaye tunamtafuta. Babako alipomuona tu akachanganyikiwa. Diana akasema, "Unasemaje mama?" Akasema, "Ndio hivyo, japo babako hajapata uthibitisho." Sasa sikiliza, kabla babako hajapata uthibitisho, inatakiwa uwatafute popote pale walipo. Yaani kama watarudi kijijini kwao wakiwa katika ile nyumba, nenda kachome moto ile nyumba. Haiwezekani, inatakiwa wauawe mapema sana. Sawa binti yangu. Diana akasema,
mama, mimi mbona baba hajaniambia yote hayo? Kwa sababu siku ile aliniambia kwamba amewasafirisha, amewapeleka kijiji kingine na hataki kuwaona tena mbele ya macho yake. Elizabeth akasema, acha ujinga wewe. Yaani kama amewafukuza kwa saizi, ipo siku atakuja kuwatafuta na kutaka ukweli na kutaka kujua kwa nini yule binti amefanana na marehemu mke wake Suzy. Sawa, inatakiwa ufanye haraka. Basi Diana akasema, sawa mama, nimekuelewa na mimi nitafanya kila njia ili niweze kuwapata. Moja kwa moja Diana akawa anatoka kuelekea nje. Mzee Daudi alipoona kwamba kuna hatua za miguu zikielekea mlangoni, moja kwa moja akakimbia na kujificha katika moja ya chumba ambacho kipo mule ndani. Akaanza kufikiria, kumbe hata Diana naye ameshirikishwa katika mpango huu wa kumuua binti yangu. Jamani, pole sana binti yangu. Pole sana Neema kwa matatizo yote ambayo yamekupata binti yangu. Hukutakiwa kuishi maisha magumu kiasi hichi. Hukutakiwa kuishi maisha yenye kaka kama haya. Lakini nakuahidi nitahakikisha na kulinda binti yangu. Nitahakikisha na kulinda. Hebu ngoja tusubiri majibu ya mwisho ya DNA. Naam. Baada ya wiki moja majibu yalitoka. Dokta akampigia simu mzee Daudi, akamwambia kwamba mzee, unatakiwa kuja hapa nyumbani mara moja. Majibu yametoka. Mzee Daudi akasema, niambie ni mtoto wangu au sio mtoto wangu? Niambie kama sio mtoto wangu ili nijue ni namna gani ya kufanya. Lakini pia niambie kama ni binti yangu, nijue ni namna gani ya kuweza kumpokea kwa mara nyingine binti yangu. Dokta akamwambia, haina haja hata kuwa na wasiwasi kiasi hicho mzee wangu. Wewe njoo tu. Mambo yote yatakaa sawa mzee wangu, hata usijali. Mzee Daudi akasema, sawa basi nakuja mara moja. Basi baada ya hapo akatoka, kisha akamuita mke wake Elizabeth, huko akijua kwamba Elizabeth kuna mambo mengi ambayo anafanya katika familia yake. Basi baada ya hapo akamwambia, mke wangu, uwezi amini, kuna mtu ameniambia kwamba eti binti yangu yupo Kilimanjaro. Elizabeth akasema, yupo Kilimanjaro? Akasema, wameniambia eti yupo Kilimanjaro muda huu. Ngoja nikamtafute. Yaani sipati picha nikimpata binti huyu. Elizabeth akasema, jamani, kwani anaishi Kilimanjaro sehemu gani? Daudi akamuelekeza Elizabeth ile nyumba ambayo kwa anaishi Maria pamoja na binti yake Neema, ambaye kwa sasa anafahamika kwa jina la Upendo, na alimwambia haya kwa makusudi ili ajue kila kitu ambacho kinaendelea. Na kitu asichokijua Elizabeth ni kwamba Daudi alianza upelelezi muda, na alimwambia haya huku nyuma kuna walinzi ambao walioacha kwa kumlinda kila hatua ambayo atakuwa anaipiga Elizabeth pamoja na Diana. Basi taarifa hizo zitakuwa zinamfikia mzee Daudi tena kwa ushahidi wa kutosha. Basi Elizabeth akasema, kwa hiyo unaenda saa ngapi mume wangu? Mzee Daudi akasema, sasa kwa saizi kuna sehemu ambayo nimeitwa, kuna mkataba ambao natakiwa kwenda kusaini. Ningeenda leo lakini kwa kuwa nimebanana na hii kazi, acha tu nitenda kesho kutwa, kwa sababu pia kesho kuna sehemu ambayo naenda. Yaani nimefurahi sana mke wangu, uweze amini. Na Elizabeth akasema, wow mume wangu, nimefurahi sana kusikia taarifa hizo nzuri. Lakini hata mimi leo kuna sehemu nilikuwa nataka niende, kwa sababu mamangu mdogo huko kijijini anaumwa na wanasema yuko jijini Dodoma. Sasa nitarudi kesho kutwa. Sijui utaniruhusu mume wangu? Mzee Daudi akasema, haina shida mke wangu, wewe nenda tu. Haina shida. Basi Elizabeth kimoyomoyo akasema, yes, dili limeshatiki. Ujui kwamba unamuingiza mtoto wako mwenyewe katika mdomo wa mamba. Subiri nikakuonyeshe show. Naenda kumchomea moto humo katika nyumba yake. Yaani amenusurika kifo hapa mjini katika kampuni ambayo anasimamia mtoto wangu. Basi kifo kitamfuata huko ambako alikuwepo. Basi mzee Daudi akaondoka. Moja kwa moja alifika katika eneo ambalo anaishi dokta pamoja na Neema na mamake mlezi ambaye ni Maria. Alipofika mzee Daudi, alipokaa tu akaanza, dokta, naomba uniambie kwa sababu kichwa changu kinawaka moto. Naomba uniambie, vipi? Majibu yanasemaje? Dokta akasema, yaani mzee, ni kweli ulichokisema, ulichokizania ndicho kilichokuwa. 99% ya majibu yaliyotoka yameendana, yani damu zenu zimeendana. Mzee Daudi akasema, what? Unasemaje dokta? Unataka kuniambia huyu ni binti yangu Neema? Huyu ndo binti ambaye nilikuwa namtafuta miaka yote. Nilijua tu Neema unanikataa mimi babako. Neema akaanza kushangaa. Yaani majibu yamekuaje tumefanana kwamba mzee Daudi ni babangu? Mzee Daudi hakutaka kujua chochote ambacho binti yake Neema anaongea. Moja kwa moja akaenda akamkumbatia binti yake. Alimkumbatia kisha akamnyanyua juu pamoja na uzee wake. Akamzungusha, alimwao, alipiga magoti, alilia huko akimshukuru Mungu. Asante Mungu wangu kwa kunirejeshia furaha yangu hii kwa mara nyingine. Asante Mungu wangu kwa kuniletea neema wangu kwa mara nyingine. Asante Mungu wangu, umenijibu
maombi yangu, niliomba kwa muda mrefu. Asante sana. Hakika Mungu, wewe huwa uchelewi wala hauwahi. Majibu yako huwa yanatoka kwa wakati. Neema akaanza kulia, naye Maria akaanza kulia. Neema akasema, tafadhali mama pamoja na mzee Daudi, naomba mniambie ukweli. Mama, baba yangu ni yupi? Baba yangu ni yupi? Ni kweli baba yangu alikuwa ni mtafutaji ambaye aliniacha mimi kwako akaenda kujitafuta pindi nikiwa na umri mdogo? Ni kweli mamangu? Maria akasema, hapana binti yangu. Mimi ni mamako mlezi tu binti yangu. Nilikukota miaka 20 iliyopita. Nilikukota ukiwa katika hali ambayo haujitambui. Ulikuwa ni binti mdogo tu. Nilifuata kila utaratibu ili uweze kuwapata wazazi wako, lakini hamna mtu ambaye alijitokeza na kukutambua wewe kama ni binti yake. Lakini wakati naendelea kuishi na wewe binti yangu, ulipofika tu umri wa miaka 5, tulivamiwa katika nyumba ambayo tulikuwa tunaishi, na nilivamiwa na watu ambao walikuwepo ni wanawake 2 pamoja na vijana wengine 3. Wanawake wale sitokuja kuwasahau. Ilikuwa hivi. Ilikuwaje? Na huo ndio mwisho wa sehemu ya 9 wa simulizi inayokwenda kwa jina la Mtoto Aliyepotea. Maria anataka kutueleza kisa ambacho kilimpata kipindi ambacho Neema alikuwa na umri wa miaka 5. Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii, sehemu ya 10 na ya mwisho. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai, Mtoto Aliyepotea.